Mambo vipi Mwanakewe TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa michezo. Jina langu ni D wa Kewe TV. Mo Dewji hatimaye amefunguka baada ya sintofahamu kati ya Simba na Yanga kutokea siku ya tarehe 8 ambapo walitakiwa wacheze mechi yao katika ligi kuu ya NBC ambapo Yanga walikuwa ni wenyeji na Simba walikuwa ugenini, ambapo Simba waliweza kukataa kucheza au kushiriki mchezo huo kutokana na kuzuiliwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini rais wa heshima wa klabu ya Simba Mo Dewji ameamua kufunguka katika mtandao wa Twitter kuweza kutoa mawaidha kutokana na hichi ambacho kiliweza kutokea. Nataka nikusomee kile ambacho Mo Dewji ameandika kuasa timu ya Simba. Kama rais wa Simba, dhamira yangu daima imekuwa wazi kujenga klabu inayoongoza si tu ndani ya nchi bali pia katika ngazi za kimataifa. Ziara yangu ya hivi karibuni nchini Ujerumani na mazungumzo na klabu ya VfB Stuttgart ni hatua muhimu kuelekea kwenye mustakabali huo. Tunatafuta ushirikiano wa kimkakati ili kuinua akademiki yetu ya vijana, kufungua fursa kwa vipaji chipukizi na kuimarisha jeuri ya Simba kwenye ramani ya kimataifa. Tunawaza kimataifa lakini tunatamba ndani ya nchi, kuhakikisha kuwa ukuaji wa klabu yetu unawanufaisha wachezaji wa Kitanzania na kuinufaisha hadhi ya soka letu. Lakini mafanikio hayaji kwa ushindani pekee, yanakuja kwa kuheshimu mchezo, kuwa na nidhamu ya kushindana kwa haki. Soka duniani linaheshimiwa kwa sababu ya misingi hii, na si lazima tushikamane kwa viwango vya juu vya kimataifa. Si tu uwanjani bali pia nje ya uwanja. Simba inaendelea kupiga hatua mbele, tukizingatia maadili, uadilifu na maoni makubwa kwa soka la Tanzania. Akaweka hapo emoji ya kushukuru pamoja na bendera ya Tanzania. Hiyo ni picha ya Mo Dewji akimuonesha akiwa pale katika nchi ya Ujerumani katika bara la Ulaya, katika timu ambayo ameweza kuitaja hapo. Amesema ni VfB Stuttgart, ambapo aliweza kuitembelea kwa ajili ya kujifunza jinsi ya kuendesha soka, lakini pia jinsi ya kuinua vipaji chipukizi na kuimarisha jeuri ya Simba. Hayo ndiyo maneno ambayo tajiri au mwekezaji wa timu ya Simba ambaye ni rais wa heshima ndani ya klabu ya Simba Mo Dewji ameweza kuzungumza kupitia mtandao wa Twitter, au ameweza kuchapisha katika mtandao wa Twitter. Wa kwanza hapa anamuona katika sehemu ya maoni, anaitwa Lajo anasema inawezekana msimu wa mapumziko tucheze friend match alafu tuwabonde. Lakini mwingine anaitwa Mbade anasema mwache uoga sasa, msiwe mnakimbia nyie si wakubwa. Ndio huyu inaonekana shabiki wa Young African. Lakini ABD anasema ya Juventus iliyokukanyaga. Lakini Mago Icon anasema timu ya ushindani kimataifa na inakimbia mechi, we hela huna hela bana, punguza mdomo. Huyu anaitwa Mago Icon. Lakini pia Wara 5 anasema umepiga hatua gani mbele kwa kukimbia mechi na mabingwa wakubwa wa Tanzania? Mnapiga hatua mbele ama mnarudi nyuma? Hizi drama zenu mnazoshirikiana na TFF ndizo zinarudisha nyuma mpira wetu. Uhuni mwingi. Lakini Mangi Kiwoso anasema bora umewaambia wapende haki sio kuvuruga, asante baba. Lakini Bathi Lumayo anasema mtani anawaza kimataifa, utafikaje kama huwi bingwa kwenye ligi ya ndani? Unaweka mpira kwa pani na kutokuja uwanjani. Lakini Badi anasema
umeenda kuomba uwanja kwa ajili ya mazoezi kabla ya dabi? Anauliza hapo. Lakini Msolopi anasema sasa pointi ni ipi hapo? Mwanahisabati anasema hongera. Lakini Kuara anasema tafuta kazi, acha utapeli. Ulisema Simba itacheza mechi ya kirafiki na timu ya Marekani DC United kila mwisho kwa msimu, kiko wapi? Lakini Vincent anasema tajiri, acheni uoga, mmetia aibu, mmekimbia mechi kama paka mwizi. Naona mashabiki wa Yanga wanashambulia kweli kweli katika sehemu ya comment section. Lakini pia Isaka anasema kumbe wewe ni rais, sio mwenyekiti wa bodi, watu mnasiri sana ise. Lakini pia Beni Mkala anasema mechi unaikimbia, ila wewe bana propaganda sana. Mwabagilo anasema tajiri, ile ya kwenda kambi Marekani iliishiaga wapi? Lakini Mekie anasema tajiri, safari hii mnyama haendi huko Ujerumani kwa ajili ya kuweka kambi na kucheza na timu hiyo. Anauliza hapa. Mjapani anasema mmepoa tajiri. Lakini Kitanga anasema atujenge uwanja boss. Slap One anasema yani unakimbia timu, uwanja unakuja ajitamba hapa. Lakini Saidi anasema unawatapeli sana makolo. Juma anasema safi sana, hii ni hatua muhimu kuelekea kilele cha mafanikio. Chome anasema umwambie Thomas Muller astaafu, soka mkali kazeeka. True Democracy anasema tuko pamoja mheshimiwa rais wa heshima. Kasim anasema aswa dakta. Lakini Abdara Saidi anasema asante mkuu, Simba nguvu moja. Mulson anasema siasa nyingi. Mkaruka anasema bosi tuletee yule winga wa Al-Hilal Sambade Mugisha. Lakini Third Bone anasema ndiyo mkimbie mechi. Lakini Saidi anasema Simba nguvu moja. Lestizi anasema Mudi kwa nini unapenda kutumia title ya Mangungu? Lakini Mr. Nico anasema tuende final mwaka huu. Alexander anasema wanakuangusha sana kina Ngungus. Lakini Hilda anasema wekeza kwenye kununua wachezaji bora na sio rushwa kwa marefa. Alafu tafuta sana hela dogo. Comrade Kipepe anasema kongole mwamba, big up. Kifo ni kifo anasema rais wa mikimbio. Lakini Zela Kuchovya anasema oi janja, kuna mpox tulia ndani. Lakini Mtanzania anasema bosi, ombi langu kwako, Simba si kubwa sana. Why Simba haimiliki uwanja wako ambao ulitumia kwenye game zote za kimashindano? Hii kila siku tunaimba ukubwa wa Simba, yes, but uwanja umekuwa ni hadisi hadi lini tajiri? Lakini nasoma comment ya mwisho na upendeleo kutoka kwa Time Zone. Anasema ile 49% ya hisa walishakupa, kama bado wafanye hivyo, la sivyo utatwanga maji kwenye kinu, hazibebeki hizi vilabu. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yameweza kutoa katika chapisho la rais wa heshima wa timu ya Simba ambayo ni Mo Dewji, baada ya kuchapisha kuhusiana na kile kinachoendelea ndani ya timu ya Simba na safari yake kwenda pale nchini Ujerumani. Jina langu ni D wa KOI TV. Tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa michezo. Bye bye, tukutane wakati ujao.